Basi Bwana Yesu asifiwe. Ningependa kushukuru Mungu ni kwa ajili yako wewe ambaye utaungamana nami jioni ya leo na usiku wa leo naenda kuenda kuhudumu neno la Mungu. Ningependa kukaribisha rafiki yangu mpendwa katika ushirika wa jioni ya leo, tukaweza kushirikiana kwa pamoja. Najua nimekaa nje kwa wiki mbili, ninapokuwa nyumbani huwa sipati nafasi nzuri, na si nafasi nakosa, lakini stima ndio inakuwa shida, maana upande ambao ninaoishi kuna shida kidogo na hitilafu ya stima. Lakini nashukuru Mungu ni kwa ajili ya siku ya leo ya kwamba tutashiriki neno na wewe, na Bwana akubariki. Ningependa tuombe na ili tuweze kuanza ibada yetu ama ushirika wetu jioni ya leo, na ninakukaribisha sana katika ushirika wa jioni ya leo. Bwana akubariki tunapoenda kuomba. Wacha tukaomba. Basi Bwana, nakuinua, ninakuabudu ni kwa ajili ya mpendwa mtazamaji na msikilizaji wangu jioni ya leo. Napenda kumkaribisha huyu ambaye Bwana amejitoa na akapeana wakati wake na ili kusikia neno lako Bwana. Asante ni kwa ajili ya kipindi ambacho Bwana unaenda kutupatia cha kuweza kusikia Bwana habari ndio nayo yetu Bwana jioni ya leo. Naomba kwamba jioni ya leo Bwana ukatushika mkono Bwana, ukahudumu neno lako katika maisha yetu. Mahali Bwana tumelemewa, ukatushikilia katika jina la Yesu Kristo. Najua kwamba Bwana wapendwa hawa ambao wanaonitazama Bwana, wakati mwingine kunao magumu wanayoyapitia Bwana, ninaomba kwamba mkono wako wa huruma ukawahurumia na ukatembea na wao Bwana katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba kwamba Bwana pia ukawashika mkono Bwana ambao ni wagonjwa jioni ya leo Bwana, na neno uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Nakemea kila roho wa ugonjwa, nakemea kila roho wa kushindwa, nakemea kila roho atakayejinua kinyume na mapenzi ya hawa watumishi wako Bwana, na ninanena nguvu na mamlaka na uwezo wa Roho Mtakatifu wa Mungu akawa na upenyo katika maisha ya hawa katika jina la Yesu Kristo. Bwana, ninakuinua maana ni mwalimu kwa neno lako Bwana, tufundishe neno lako jioni ya leo. Na haya ninaomba Bwana nikiamini ya kwamba utakuwa pamoja nasi tunapoenda kuhudumu neno lako Bwana, katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Haleluya. Nachukua fursa hii kukukaribisha wewe ambaye unanitazama. Niseme ya kwamba Bwana akubariki sana mtumishi wa Mungu Abednego ambaye nakuona pale, na nasema ya kwamba Bwana ni mwaminifu. Jioni ya leo ningependa tukahudumu neno la Bwana kutoka kitabu cha Luka mtakatifu, in the book of Luke chapter number 13 from verses 18 to 21. Na leo tutasoma kuhusu mfano wa hadithi ya parables, na tutasoma katika parable ya mustard seed. Na Biblia inasema kwamba then Jesus asked, what is the kingdom of God? Right. What shall I compare it to? Verse 19, it is like a mustard seed which a man took and planted in his garden. It grew and became a tree, and the birds of the air perched in its branches. Again he asked, what shall I compare the kingdom of God to? It is like yeast that a woman took and mixed into a large amount of flour until it worked all through the dough. Hallelujah. The book of Luke, if I might maybe give a brief summary of the author, it was written by Dr. Luke, and he was writing to the beloved man of God Theophilus, and the word Theophilus means lovers of God. And this evening, this book was written around 70 to 80 ADs. And it is a remarkable book written to people who usually love God. And I know, my beloved brothers and sisters, because we love God this evening, this is why we have the reason to study the book of Luke. And I want us to know what does
the Bible teaches us about the parable of the mustard seed. And the story in this chapter of 13 from verse 18 to 21, today I would like us to look about despairing the beginning, or in short in Swahili, usiudharau mwanzo wako, ama usione mwanzo wako ukauchukia. Bwana Yesu asifiwe. And so, as a Christian, we need to grow to becoming a person of substance. And how can we grow to become a person of substance? I want us to look at this example that Jesus was giving, or was teaching the crowd. And you see, Jesus was teaching the crowd about the parables. And according to the Bible in the book of Isaiah, these parables were taught to people. And the Bible says it was to fulfill the prophecies of the prophets, that they have ears, they will not hear. They have eyes, they will never see whatever has been taught to them. They will never even understand what was taught to them. And this evening, I don't want you not to understand what this parable means. And this is why I have come this evening to tell you, do not despise that humble beginning. Do not despair that beginning, because the Lord has a good purpose for you. I always come here to tell you that the Lord God has a purpose for you. That small thing that you have started, oh, that little thing that you are seeing, do not despise it. And the Bible says, when Jesus was teaching, he says, what is the kingdom of God like? What is this kingdom of God like? He was teaching the crowd. And after teaching the crowd, he went to he was going with the disciples home. And he was telling the meaning, or he used to elaborate these parables to the disciples. And now, he's talking about the parable of mustard seed. And he's saying, what is the kingdom of God like? And also, what shall we compare the kingdom with? And number one, he gives an example of a mustard seed. A mustard seed is a very tiny seed, or tiny seed, which is someone can even despise when you see it. You can see the mustard seed, sometimes even you might step on it. For example, hii mbegu unapopewa, utaikanyanga. Asante sana ndugu yangu kwa kuendelea kutazama. Unaweza kuidharau na ukaikanyanga mahali popote, maana hata hauioni. Na mara nyingi hii mbegu hata ikipandwa, mwenye ameipanda anakuanga 50-50 ya kwamba itaweza kuzaa kukua. Na Yesu anapofundisha kuhusu hili fumbo, anasema ya kwamba hii parable ama hii mbegu ni kitu inayofanya inayopandwa na mkulima, kisha katika shamba inakuwa ndiye ile mti ambayo ni kubwa. Thank you so much my brother Francis Hinga. Ni mbegu ambayo inakuwa ni kubwa katika shamba. Na kwa hivyo ikiwa ndiye itakuwa mti kubwa itakapokuwa inakomaa, Yesu anazidi kuwapea mfano na kusema kwamba hii mti inapokomaa itapatia watu kivuli, na hata itapatia na ndege wa angani mahali pa kutulia. Na jioni ya leo ningependa kukujulisha ya kwamba wakati tumeanzisha maisha yetu, na wakati umeanza hali ya maisha yako, wewe ni mbegu, na haijalishi wewe ni mbegu ya aina gani. Maana hii mbegu ni kitu kidogo sana kwa mtazamo. Hii mbegu unaweza kuiona ikiwa kitu kidogo sana. For example, kitu kama hii ni kitu kidogo sana, hata watu wengine wataidharau. Siku ya leo wewe ni kitu kidogo sana kwa maisha yako, na hata watu watafika mahali wa kudharau. Watakudharau kwa nini? Hii mbegu unapoiangalia na kuitazama, utaona ya kwamba hii mbegu
hata kuishika kuiweka kwa shimo ambao unaenda kupanda, utaona ya kwamba hii mbegu ni 50-50. Inaweza kuchomwa na jua ikakufa, inaweza hata kosa mvua ikakosa kumea, inaweza hata imezungukwa na changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Maisha ya wateule imezungukwa na changamoto kama hizo, na maisha yako wakati wa leo na siku ya leo inaweza kuwa imezungukwa na changamoto. Kulingana na dunia, hata hii mbegu inaweza kuonekana ya kwamba it is hopeless and useless and helpless. Wewe ulizaliwa kwa familia iliyokaa namna gani? Hiyo familia kwa kijiji yenu ilionekana ndio the most hopeless. Hakuna tumaini, hakuna hata msaada unaweza kupatikana. Hata nyinyi mkutano ikiitanwa, hakuna hata mmoja wenu anaweza kuandikiwa barua. Bwana Yesu asifiwe. Nyinyi mlikuwa ni mbegu, na hiyo mbegu iko na changamoto mingi sana. Na siku ya leo nimekuletea habari ya kukuambia kwamba wewe ni mbegu ambayo inadharauliwa siku ya leo, lakini siku ya kesho, mpendwa mtumishi wa Mungu, usijidharau, maana mbegu yako siku ya leo haifanyi vizuri. Unapoiweka kwa mchanga imechomeka, hata imeoza, lakini siku zijazo kidogo mbegu yako itaangaza, itamea na itakuwa mti mkubwa ambao utawapatia wengine kivuli, na hata utapatia ndege wa angani kivuli. Nashukuru sana ndugu yangu Shadrach na Beda kwa ajili ya kuzidi kutazama hiyo maisha yako ambayo inaonekana siku ya leo haina umuhimu. Hizo changamoto ambazo zimekuzunguka, usijali mpendwa wa Mungu, maana siku ya leo wewe ni mbegu ambayo ni dogo na wanaiona, wanaidharau. Unapoenda mahali popote unaenda, hata haupati kibali, hata kazini hauonekani, wewe umewekwa mahali pa mwisho. Usijali. Kristo Yesu alipokuwa anafundisha hili fumbo, alipenda wanafunzi wajue ya kwamba ufalme wa Mungu umeanzishwa na watu wa maskini. Ni kama hii kitu Ruto anasema ya kwamba bottom up, ya kwamba watu wa duni, watu waliodharauliwa. Ukiangalia hata Yesu alipokuwa anateua hawa watu ambao ni mitume, aliteua watu ambao background hawakuwa na masomo, hawakuwa watu wako na pesa, hawakuwa watu wako na mambo makubwa. Maana kulikuwa na wasomi wakati ule, kulikuwa na scribes, kulikuwa na mafarisayo, kulikuwa na masudukayo, kulikuwa na watu waliokuwa wamesoma, watu ambao wangechukuliwa na Yesu Kristo na waweze kuletwa kwa ufalme, waweze kutafsiri injili vizuri. Lakini Yesu hakuenda kwa hao, alienda kwa hao ambao ni wa chini, ambao wanaonekana wamedharauliwa, ambao hawaonekani, ambao hata wakienda baharini wanalala usiku mzima na hawapati samaki, ambao hata nyavu zao pengine zinararuka. Maana hao ndio Mungu alikusudia kufanya ufalme wake ukaongezeka. Haleluya. Jioni ya leo mpendwa mtazamaji wangu, asante ndugu yangu ni kwa ajili ya fungu lako la 10. Naona kuna wengine wazidi kutuma sadaka yao. Bwana akubariki sana. Nataka kusema ya kwamba jioni ya leo unaweza kuwa umedharauliwa, unaonekana hata ufalme wako hauwezi kuendelea. Kristo Yesu wakati alianzisha hii injili aliambia wanafunzi ni vile hawakufahamu ya kwamba hii kitu ambayo nimeianzisha ni mbegu ambayo itaanza kukomaa, na siku moja hii mbegu ya ufalme itakuwa ni kivuli ya wengine. Ndege watakuja, watakaa chini ya ile mti, watajenga viota ndani ya huo mti. Siku ya leo injili ambayo Kristo Yesu alianzisha imekuwa mti mkubwa hadi Kenya. Siku ya leo tunahubiri hiyo injili. Ilihubiriwa huko Israel, ikahubiriwa huko ng'ambo. Siku ya leo inahubiriwa Afrika na inahubiriwa Kenya, na hasa inahubiriwa hapa Nairobi Kasarani, maana imekuwa ni mti mkubwa ambao hata sisi
tumejenga kiota. Haleluya! Ile kiota ambao tumejenga siku ya leo, haikujulikana ya kwamba siku ya leo Kristo angekuwa uhai siku ya leo hapa duniani, maana ako uhai na anatawala milele. Angekuwa hapa duniani, angejua ya kwamba nililolianzisha Bwana amelikamilisha. Kwa hivyo mpendwa wangu, usijali kwa yale unayoyapitia, usijali kwa ile begu ambayo wewe unaonekana huko, usijali ni kwa ajili ya madharau ya kazini, usijali ni kwa ajili ya maisha yako kuwa duni, usijali ni kwa ajili ya hali ambayo unayoipitia, usijali ni kwa ajili ya kuzungukwa kwako na mambo ambayo wewe unayaona mazito katika maisha yako, usijali ni kwa ajili ya ugonjwa huo ambao hata umepita kambi kwenu. Usijali, maana wewe ni begu na mwanzilishi wa kazi njema aliyoanzilisha maisha yako lazima aje aikamilishe. Usiweze kudharau mwanzo wako. Familia yako hata haihesabiki mahali katika jamii na ukoo wenu, hata haihesabiki katika hata na mji wenu na mtaa wenu, lakini kesho watakuja kujenga kiota juu ya maisha yako, maana Bwana ni mwaminifu. Jioni ya leo, wewe unayesikia sauti hii, Kristo Yesu alianzisha injili miaka 2000 iliyopita, na haikujulikana. Akaambia mitume ya kwamba hii mti ambayo imekuwa na ikawa kubwa na ikakuwa kiota ya wengine, siku moja watu watakuja kukaa chini wapate mwavuli pale. Na mpendwa, huo mti haikuwa begu, ilikuwa ni begu ambayo ilionekana physically. Watu walifikiria ni begu itapandwa na waone mti, lakini let me define you this word. Nataka kukuambia kwamba siku ya leo mti ambao unaweza kuwa na hii hali, Bwana Yesu asifiwe, hii mti ambao inaweza kuwa na hii hali ni kanisa ambalo Kristo Yesu alianzisha na watu wachache. Alichagua 12 peke yake. Asante sana ndugu yangu kwa sadaka yako. Bwana akubariki, maana unasema kwamba hii kazi lazima iendelee. Amen. Nataka kusema ya kwamba hii kanisa ilianzishwa na watu wachache sana. Kristo Yesu alianzisha hii kazi akiwa yeye ndiye begu aliyopanda, na kwa hivyo akaanzisha kanisa na watu 12 ambao walikuwa ni mitume waliokuwa wa kwanza. Na alipokuwa na waelezea hii, akafanya umati mwingi ukawa chini ya uvuli wake, ukaja na ukajenga kiota. Lakini siku zingine na mara nyingi ufalme na kanisa hii mwanzo ulichapwa sana, ulidhihakiwa sana, ulitukanwa sana, ulikosewa heshima sana. Hiyo begu ilidharauliwa, ilionekana hakuna mahali inaenda, ikaonekana haiwezi endelea. Mafarisi wakaweza kuimaliza, hawakuweza. Walimu wa sheria wakajaribu, wakaimaliza, haikumalizika. Manabii wakauawa, mitume wakauawa, Yesu akaweza hata kusulubishwa na akafufuka. Mambo ikafanywa mingi, hata Biblia ikafika wakati ikafichwa, na ili hii mti isikue. Haleluya! Ni mambo ngapi ambayo wewe umefanyiwa, na ili usiweze kusimama? Unajua ni mara ngapi umeendewa kwa waganga? Haleluya! Unajua ni mara ngapi maisha yako imeombewa na ili usabaratike? Unajua ni mara ngapi ambayo wewe umeweza kufukuzwa katika maisha yako na mwovu shetani? Haleluya! Lakini siku ya leo niko hapa mpendo wa Mungu kuambia, Kristo Yesu alipokuwa napita mangumu, na ili hii mti isiweze kukua na ili sikue kiota, alizidi kujipa nguvu na kusema, hii mti mnayoona siku ya leo ni begu ambayo ni dogo, hata inadharauliwa, haionekani. Lakini siku zijazo, miaka 2000 ambayo tuko siku ya leo, hii mti imekuwa kiota. Haleluya! Imekuwa mti ambayo tumetengeneza viota, imekuwa ni mti ambayo imetupatia even the shade itself, ya kwamba Bwana ametuweka chini ya uvuli wake.
Amen. Si Bwana kuweke chini ya uvuli wake. Si Bwana kufanya ukue hiyo mbegu ambayo inastahimili kila magumu, ambayo inastahimili magonjwa, ambayo inastahimili jua, ambayo inastahimili shida, ambayo inastahimili maumivu yote, na ili wewe ukawa a person of substance katika jina la Yesu. Usiweze kudharau mwanzo wako. Mchungaji uko mahali pale, usijali. Najua kanisa lako ni dogo. Najua wewe hata watu wanasema umefungua kiosk kama rafiki yangu. Juzi niliona kwamba amebarikiwa na uwanja. Maana alifungua kanisa ikawa katika kiosk, katika nduka, na watu wakaanza kuidharau na kuuliza sasa ile ni kanisa ama ni hoteli. Haijalishi mtumishi wa Mungu, usidharau mwanzo wako. Hiyo ni hoteli wanaona, lakini ile siku Mungu atakuinua mti wako na kutabiria, utakuwa kivuli, utakuwa kivuli kwa ajili ya watu wa Mungu katika jina la Yesu. Ninakutabiria ya kwamba siku ya leo wanakudharau, lakini utakuwa wa msaada katika maisha yao. Ni siku ya leo, maana Bwana amekusudia ukasikia ujumbe huu na kukutangazia ya kwamba wewe umebarikiwa na mbegu yako, irrespective of any challenge, irrespective of the surrounding, irrespective of obstacles and circumstances. Your seed has to sprout, has to grow, and has to bring and give shade to those who are hopeless and helpless. In the name of Jesus. Yesu akazidi kuongea na akasema ya kwamba ufalme wa Mungu ni ulinganishe na nini? Akasema ni kama chachu, ama ni kama, it's like yeast that a woman took and mixed into a large amount of flour until it worked all through the dough. Na kwa hivyo tunaona ya kwamba anasema ya kwamba ufalme huu wa Mungu ni kama mwanamke aliyechukua chachu ama baking powder, tutumie hiyo ndio mzuri, akaenda akaiweka kwa unga na akachanganya, halafu akaacha ile unga iweze kufiba, na ikafiba mara 2 ama mara 3. There is a principle of multiplication in your life. Hallelujah. Hii unga wakati hujaweka chachu haiwezi kumultiply, lakini ukiweka chachu, my friend, it multiplies. Ile chapati unataka kupika 10, ukiweka chachu. Hallelujah, I like God for this. Ukiweka chachu, hii unga inaongezeka. Unapika chapati 30, maisha yako itaongezeka. Ukisoma neno la Mungu, maisha yako itaongezeka. Ukikaa ufunzwe na Roho wa Mungu, maisha yako utaongezeka. Hautakuwa na siku ya kufinyika, hautakuwa na siku ya kuweza kukufa, hautakuwa na siku ya kuaibika. Utaendelea mbele ukifula. Kufula ni kuongezeka. Haleluya. Bwana asifiwe. Mpendwa mtazamaji, rafiki yangu mpendwa, Bwana anasema siku ya leo tutafananisha ufalme wa Mungu na nini? Wacha Roho Mtakatifu wa Mungu akafanya kazi katika maisha yako, na ili alete the principle of multiplication katika maisha yako. Mbegu yako inapozaana, mbegu yako inapokomaa na ikue kivuli kwa wengi, wacha ukaongezeka kwa hekima, kwa maarifa, kwa understanding katika jina la Yesu. Bwana akubariki mpendwa. Bwana atembee na wewe. Bwana akuinue. Ninajua nimemaliza kuhubiri. Sihubiri dakika mingi. Najua Bwana atakubariki na Bwana atatembea na wewe. Asante kwa hawa ambao wamezidi sadaka yao. Wakituma na message na hili nimeona hapa mbele. Asante kwa Bwana Bwana akubariki kwa ajili ya sababu hii kazi lazima iendelee. Wewe ambaye pia uko hapo, unasema kwamba hii kazi itaendelea. Mtumishi wa Mungu, kazi yako haitaisha. Mtumishi wa Mungu, inaona kama Kristo. Ningependa hata kazi yako ikabarikiwa. Wewe ambao umejaribu Mungu, Bwana akubariki. Bwana akuzidishie. Asante ni kwa ajili umeona kwamba hilo neno umelipanda. Wakati umepokea hili neno na ukasikia kwamba hili neno ni langu, ni vizuri ukaweza kutuma
sitatumia ile lugha ya kutuma sadaka, lakini nitatumia lugha ya kuweza kuwa attached with the altar. Ni vizuri kushikamana na madhabahu inayokunenea, na ili hiyo madhabahu ikanena incomplete. Wakati tunatoa madhabahu, wakati tunanena neno la Mungu, na ili ikuwe complete in your life, you have to offer a sacrifice. Ni vizuri kujitoa kwa Mungu. Asante kwa nyinyi ambao mmeonyeshana vizuri ya kwamba mnataka kuwa attached with this altar. Bwana wabariki, Bwana watende mema. Wacha tuombe. Mpendwa Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru ni kwa ajili ya mpendwa na mtazamaji wangu Bwana. Hili neno ambalo umelinena kwa kifupi Bwana, ya kwamba ufalme wa Mungu ni ufananishe na nini? Ni ufananishe na mbegu ambayo mkulima alienda akapanda, na nyumaye ikawa Bwana ni mti mkubwa, ambapo hata watu wako walipata kivuli, hata ndege wa angani waliweza kujenga viota ndani yake. Bwana, katika jina la Yesu, hawa wamedharauliwa, hawa wamechukiwa, hawa hawahesabiki katika maisha yao, hata hawaonekani kama ni watu ambao wanaendelea. Bwana, hawa siku ya leo wamedharauliwa, lakini kesho yao Bwana ninaitangazia ushindi, ninaitangazia kuwa kubwa, na ili Bwana maisha yao ikawa kivuli kwa wengine, ikawa Bwana ya kwamba wataweza kujenga kiota, jinsi siku ya leo kanisa la siku ya leo la 20th century limejenga kiota katika kanisa la 1st century, katika jina la Yesu. Baada ya miaka 2000 Bwana, tunaona ndoto ambao Kristo Yesu alilokuwa nalo la mti kukua kubwa hadi ndege waweze kujenga, limetimia in the 21st century. Bwana wa mabwana, uinuliwe na upewe sifa. Kanisa lako acha liendelee kuwa kubwa katika jina la Yesu. Ufalme wako uendelee kupitia rununu, kupitia Bwana social media, kupitia makanisa, kupitia kila jambo ambalo Bwana unainua kanisa. Asante kwa wapendwa ambao ni wagonjwa Bwana, ninatangaza ushindi na uponyaji. Ninatangaza neema na kibali. Ninatangaza nguvu zako Bwana. Roho wa Mungu, chukua shukani usiku huu wa leo, na ukatenda mema katika maisha hawa, katika jina la Yesu Kristo. Ambao ni watazamaji wangu siku ya leo Bwana, wabariki katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao wametoa sadaka zao Bwana, ni kwa ajili ya huduma hii ya online service Bwana, ninaomba ya kwamba neema yako ikashuka na ukuu wako Bwana ukatembea na hawa wote katika jina la Yesu Kristo, ambao wamekusudia Bwana kubariki hii huduma na hii injili Bwana, ukawabariki na wao na ukatembea katika maisha yao. Pokea sifa na heshima na utukufu Bwana. Wacha tukaongezeka katika ufalme. Wewe do a principle of multiplication in the life of my viewers and my listeners, katika jina la Yesu Kristo. Na hawa wapendwa wote Bwana, maisha yao usibaki kuwa vile. Kuanzia siku ya leo wakawa na ushindi katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Tunaomba na kuamini, tuseme amen. Bwana akawabariki sana, Bwana akatembea na nyinyi, Bwana akazidi kuwainua, na Bwana akawafanya mbegu ambayo itakuwa kubwa, mkakuwa kivuli. Wewe ambao umezaliwa kwenu na unaona kwamba nyumba yenu ni ya walevi watupu, Bwana Simon Kamau, asante sana. Wewe ambao unaona nyumba yenu ni nyumba ya umaskini, jua wewe ndiye mbegu ya kukua hao wengine wajenge kiota katika maisha yako. Wewe ambao unaona nyumba yenu ni ya walevi, ni wewe usimame na ili hiyo nyumba iache kulewa, na ili wewe ukue mbegu ambayo ni ya busara, ambayo ni mbegu itafanya wengine wajenge viota zao katika maisha yako. Wewe ambao unaona kwamba umegandamizwa, hata hiyo kiwanja unaishi, ya kwamba hata hiyo shamba unaishi, unaambiwa ya kwamba ulijenga kwa wenyewe. Usijali hiyo shamba ambayo umejenga kwa wenyewe, Bwana akufanye mbegu na ili ukue kubwa katika maisha yako, na wewe ukue kivuli kwa wengine, kwa jamii, kwa taifa, ujulikane kila mahali popote ulipo katika jina la Yesu Kristo. Si Bwana wapendwa wabariki na wainue na watende mema katika jina la Yesu Kristo. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the Holy Spirit be with you now and forevermore.
Amen. Shalom. Shalom. God bless you.